Suluhu walioipata Simba katika mechi ya ugenini dhidi ya TRA United. Suluhu walioipata Azam katika mechi ya ugenini dhidi ya Mbeya City pale kwenye uwanja wa Kwaraa mkoani Manyara, huku Simba wakishikiliwa kwa suluhu na TRA United kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini Arusha, zinaashiria mambo kadhaa. Moja wapo ni kwamba sasa Simba, Azam zinapaswa kuongeza umakini zaidi, kuongeza ufanisi katika mechi zao zilizobaki za ligi kuu Tanzania bara ili kujiongezea nasibu ya kutoa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara ambao kwa misimu minne mfululizo umeangukia mikononi mwa Yanga. Lakini jambo lingine ni kwamba kuteleza kokote kule katika mechi zilizobaki ili kumaliza msimu, maana yake kuna uwezekano mkubwa wanaiongezea nasibu Yanga ya kutoa ubingwa wa 5 mfululizo wa ligi kuu Tanzania bara. Iko hivi, ni kwamba Simba wakati ilipotoa suluhu dhidi ya wenyeji TRA United, maana yake ni kwamba pointi zao sasa baada ya kucheza mechi 17 ni pointi 36 zinazowafanya Simba wawe katika nafasi ya pili na pointi hizo 36, huku wananchi Yanga ambao ni mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara wakijaribu kutaka kutoa ubingwa wa 5 mfululizo. Wao wamecheza mechi 18, wana pointi 44. Sasa Azam wao wanaendelea kubaki katika nafasi ya 3, kushikiliwa kwa Simba kwa sare kwa suluhu dhidi ya TRA United. Manake wao walikuwa na nafasi ya kufikisha idadi ya pointi ziwe sawa na Simba, kwa sababu kabla ya mechi za leo walikuwa na pointi 33, lakini kushikiliwa kwa sare kwa suluhu na Mbeya City, manake Azam wameongeza pointi 1 tu. Hivi sasa wana pointi 34 na Azam mechi walizocheza ni sawa na Yanga mechi 18. Kumbuka timu inayoshika nafasi ya 4 JKT Tanzania nayo imeshacheza mechi 18, ina pointi 29, wakati Singida Black Stars wako nafasi ya 5, wana Singida Black Stars wameshacheza mechi 18 kama ilivyo Yanga, Azam, JKT Tanzania, lakini wana pointi 28. Sasa kwa nini tunasema kushikiliwa kwa suluhu kwa Simba, Azam kunazidi kuwafanya wawe na kazi ya ziada katika mechi zilizobaki, lakini pia kuna kuwa kumewapa shangwe mashabiki wa Yanga, wapenzi, wanachama, kwa kuona kana kwamba sasa wanarahisishiwa kazi ya kuelekea kutoa ubingwa, alimradi tu wao wenyewe kwenye mechi zilizobaki wahakikisha wanapata matokeo mazuri. Ni kwa sababu Simba na Yanga tofauti yao hapa ni pointi 8, ndio ambazo hata hivyo endapo Simba watashinda mechi yao ya kiporo ambayo itafanya mechi ziwe sawa za kucheza kuwa 18-18, Simba kama watashinda watakuwa na pointi 39 ambayo itafanya bado wazidiwe kwa pointi 5 na Yanga. Kumbuka Yanga wamezidi mchezo mmoja Simba, na kwa sababu hiyo ndio maana suluhu ya Simba dhidi ya TRA United inaweza ikawa imepokelewa kwa furaha zaidi na mashabiki wa Yanga, kwa kuona kana kwamba sasa katika mechi 12 zilizobaki za ligi wakisimama imara wanakwenda kutoa ubingwa wa 5 mfululizo na kuwatambia watani zao jadi Simba na klabu nyingine. Lakini kwa Azam wao kitendo cha kuwa na pointi 34 huku wamecheza idadi ya mechi sawa na Yanga, manake wameshaachwa pointi 10. Mechi zilizobaki ni 12 kwao kama ilivyo Yanga. Lakini JKT Tanzania, Singida Black Stars, hawa tishio linakuwa dogo kwa timu hizi 3 za juu ya mbio za kusaka ubingwa. Ni kweli bado nafasi wanayo, kwa sababu hakuna timu ambayo tayari imeshafikia pointi ambazo wao kama wanashinda michezo yote wanazifikia. Hawa JKT Tanzania bado na mechi 12, kama wanashinda zote maana yake watakuwa na pointi 36 ambazo ukiziongeza hapa inamaanisha kwamba maximum performance kwao wakishinda zote watatimiza pointi 65. Lakini Singida Black Stars wenye pointi 28 wamebakiza pia mechi 12, wakishinda zote na wao wataongeza pointi 36, maana 12 kama unashinda zote maana yake ni pointi 3 itakuwa pointi 36, ambazo ukiongeza na hizi 28 walizonazo Singida Black Stars watakuwa na uwezo wa kufikisha pointi 64. Hizi pointi sio Yanga, sio Simba, sio Azam ambazo wameshazifikia, lakini wao pointi hizi zinaondolea nasibu kubwa ya kutoa ubingwa, bali ni nafasi ndogo sana kwa kutoa ubingwa, kwa sababu katika misimu ya hivi karibuni mechi zikiwa 30, timu 16 katika ligi, ni nadra kukuta timu imetoa ubingwa ikiwa na pointi hizi ambazo ni chache. Kwa sababu gani? Msimu uliopita Yanga walitoa ubingwa wakiwa na pointi 82,
Msimu wa nyuma yake Yanga alitoa ubingwa akiwa na pointi 80. Wa nyuma yake Yanga alitoa ubingwa akiwa na pointi 78. Wa nyuma yake 2021-22 wakiwa na Nasreddine Nabi, Yanga alitoa ubingwa unbeaten wakiwa na pointi 74. Kwa hiyo unaweza kaona ni ngumu kwa JKT Tanzania, kwa Singida Black Stars kutoa ubingwa kwa sababu maximum points zao hivi karibuni huwa ni pointi chache. Kwa sababu hata Simba msimu uliopita ilishika nafasi ya pili, ilimaliza na pointi 78, lakini kutoa ubingwa ilimaliza katika nafasi ya pili. Msimu wa nyuma yake Simba na Azam ilikuwa ya pili baada ya Yanga, zote zilimaliza na pointi 69, yani ya pili ya tatu zote zilimaliza na pointi 69. Lakini kimahesabu bado anayo nafasi ya kutoa ubingwa kwa sababu Azam ndio kwanza na pointi 34, Simba 36, Yanga pointi 44. Lakini kwa hizi za juu Azam na Simba wanapaswa kufanya ya ziada, huku pia wakiombea mabaya Yanga. Ni kwa sababu kwenye pointi walizonazo Yanga, mechi 12 zilizobaki, wao wakishinda zote, tumeshasema 12 mara 3 ni pointi 36, ambazo ukiongeza hizo pointi 44 walizonazo Yanga, maximum points ni pointi 80 kama wanashinda pointi zote, wanashinda mechi zote zilizobaki. Endapo Simba ndio watakaoshinda mechi zote, maana yake kwenye pointi zao 36 unakwenda kuongeza pointi 39 kwa sababu wao wameshacheza mechi 17, wana mechi 13. 39 ukiongeza na hizi 36, maana yake unazungumzia kwamba kama unaongeza na hizi, maana yake Simba watakuwa na pointi 75 endapo wanashinda mechi zote zilizobaki. Lakini Azam kama wanashinda mechi zote zilizobaki, utazungumzia hapa pointi 36. Ndio, kwa sababu wana mechi 12 zilizobaki mara 3, kama wanashinda zote pointi 36 ambazo zinatengeneza pointi 70. Huu ndio uhalisia kwa ile tunasema ideal situation kama timu inashinda zote. Ikumbukwe, timu moja ikishinda zote, maana yake timu nyingine kuna uwezekano isishinde zote, kwa sababu kwa mfano Yanga na Simba bado hazijakutana katika mzunguko wa pili. Sasa yoyote ikishinda zote, maana yake nyingine haishindi zote. Ndio maana tunasema hizi ni assumptions, endapo mojawapo itafanya hilo la kushinda zote. Kwa lugha nyingine, kile walichokipata Simba leo hii kwa kushikiliwa kwa suluhu na TRA United, kile walichokipata Azam kutoshinda dhidi ya Mbeya City, ikiwa ni sare yao ya 10 kwa msimu huu, wakipoteza pointi 20 kutokana na sare, sawa na kufungwa mechi 6, kutoa sare 1, ndio thamani ya pointi 20. Maana yake kwa namna moja ama nyingine, leo hii kocha Flora Ibenge, kocha Steve Becker wamemsukumizia ubingwa kocha mwenzao Pedro Gonçalves kwa kiasi fulani. Ndio, kwa sababu tayari wameshaongeza wigo wa pointi baina yao na Yanga, kwa sababu lau kama wangeshinda Simba, maana yake leo hii wangekuwa na pointi 38 na sio 36, kiasi ya kwamba mechi nyingine tena wangeshinda wangekuwa na pointi 41. Kama matokeo yake wamedrop pointi 2, tayari wametengeneza wigo baina yao na Yanga pointi nyingine 2 za ziada. Lakini Azam vivyo hivyo wametengeneza utofauti baina yao na Yanga kwa mchezo wa leo kwa kutoa sare pointi nyingine 2 baina yao, ni kwa sababu tu ya kupata suluhu dhidi ya Mbeya City. Lakini kwenye mabao pia Yanga wana mwenendo mzuri kufikia sasa baada ya mechi 18, kwa sababu ndio timu inaongoza kwa mabao mengi ikiwa imefunga mabao 38, lakini ndio timu yenye ukuta imara zaidi ikiwa imeruhusu mabao 3 tu. Tofauti ya mabao tunasema goal difference, GD ni mabao 35 hii GD. Lakini Simba wao mpaka baada ya suluhu ya leo hii, Simba kwenye mabao wana mabao 26, wameruhusu mabao 6. Tofauti ya mabao GD ni mabao 20. Unaweza ukaona utofauti mkubwa baina yao na Yanga kwamba GD ni 15, lakini inategemea mechi kiporo alionayo wanashinda ngapi, ili kwanza kupata pointi 3 nyingine zaidi, pili kupunguza tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu, yani GD kati yao na Yanga walio kileleni. Lakini kwa Azam wao wamefunga mabao 23, wameruhusu mabao 5, goal difference ni 18. Wao wamezidi kuachwa pia na Yanga katika goal difference, kwa sababu wamefunga machache zaidi kulinganisha na Yanga, wameruhusu mengi zaidi kulinganisha na Yanga. Ingawa Yanga ndio timu iliyofunga mabao mengi zaidi, wakifuatiwa na Simba mabao 26, wakifuatiwa na Azam mabao 23. Swali ni kwamba nini kitakachoendelea baada ya hapo? Yanga mechi 12 zilizobaki na wao
watamudu kuendelea kupata ushindi kila mchezo, ama matokeo ni baada ya mechi kuchezwa bila kujali unacheza na mpinzani gani, kwa sababu wakati Azam wanakwenda kucheza dhidi ya Mbeya City, kutokana na kiwango bora walichoonyesha katika mechi dhidi ya Simba, mechi dhidi ya Yanga, mechi ambazo zote zilimalizika kwa suluhu, kwenye makaratasi ilionekana kana kwamba Azam wana nafasi kubwa ya kushinda, kwa sababu Mbeya City wakati kienda uwanjani leo hii ilikuwa katika nafasi ya 13 ikiwa ndio timu ya pili kwa kuruhusu mabao mengi baada ya KMC iliyoruhusu mabao mengi zaidi, mabao takriban 29. Mbeya City walikuwa wamesharuhusu mabao 24, lakini suluhu maana yake bado wameruhusu mabao 24. Sasa Azam ambao ni timu ya tatu kwa kufunga mabao mengi ilikuwa inacheza na timu ya pili kwa kuruhusu mabao mengi, bado mechi ikaisha kwa suluhu. Lakini Simba walitoka kuwafunga TRA United mabao 3-0 hivi karibuni katika mechi ambayo TRA United dakika 90 wakupiga shuti lolote la kulenga shabaha, lakini Simba wakajikuta waking'ang'aniwa kwa suluhu dhidi ya TRA United ambayo wachezaji wake nyota kadhaa waliwasajili kwa mkopo kutoka Simba hawakuwa na sifa ya kucheza kutokana na makubaliano yao ya kimkataba. Zamiru Yasini akiwa mmoja wapo, Shamu Karabu akiwa ni mmoja wapo. Ilitazamiwa Simba wataendeleza ushindi, lakini wakashikiliwa kwa suluhu. Je, Simba watapambana kiasi gani kuboresha eneo lao la ushambuliaji ili wafunge zaidi na kujiongezea nasibu ya kushinda na kupata pointi 3-3? Maana mpaka sasa Simba ndio timu inayoongoza kushambulia sana, ishapiga mashuti 176. Hakuna timu yoyote iliyopiga mashuti mengi kama Simba. Lakini imefunga mabao 26, maana yake goal conversion rate, uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao ni around 15%. Azam wameachwa kwa pointi 10 na Yanga, lakini bado wana mechi 12 kama ilivyo Yanga. Wanayo nafasi ya kuongeza ubora, ufanisi ili kupindua meza. Maana hizi sare wanazozipata nyingi, sare 10, ingawa ni wao na Yanga tu ndio ambao hawajapoteza mchezo mpaka sasa, lakini sare nyingi wanazozitoa zinawagharimu kiasi ya kwamba wameachwa pointi 10. Lazima waboreshe ubora wao, kufunga mabao, kupata pointi 3-3 iwe ndio lengo lao. Maana vinginevyo wao wawili ndio nimewajadili sana, kwa sababu ndio wana nafasi kubwa ya kuichallenge Yanga ubingwa. Hizi nazo zote zinazo nafasi, JKT Tanzania, Singida Black Stars, lakini kama nilivyotoka kueleza hawa wa juu ndio wenye nafasi kubwa zaidi. Sasa wakiendelea kuteleza, maana yake wanazidi kuikaribisha Yanga kwenye ubingwa wa 5 mfululizo. Wanakwenda kumkabidhi mpinzani wao Pedro Gonçalves ubingwa wa 5 mfululizo kwa sababu tu ya kutopata maximum points katika mechi zao. Itakuwa vipi kufikia mwishoni mwa msimu huu? Je, Yanga wataendelea kutoa tena ubingwa kwa mara ya 5 mfululizo, ama Simba, Azam zitacharuka na kupindua meza kibabe ili moja wapo kutoa ubingwa baada ya Yanga kutoa mara 4 mfululizo? Hilo ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.